This is the situation of this school, ambapo inakuwa kwamba hao wanafunzi hawana vyoo. Na Korosiandet Primary School iko maeneo ya Sirisia constituency, that is Lwandanyi ward. Na unaona hali halisi ya hii maeneo inakuwa ni kwamba hao wanafunzi hawana vyoo, mpaka wanafikia kwamba wanaenda haja zao kwenye harufu venye nakaa. So you see the situation of this school. Hii ni choo peke yake. This is the only toilet ambayo inatumiwa na hawa wanafunzi wote in this school. You see? And let me show you this urinal pit. Let me show you the urinal pit ambayo urinal pit. This is the urinal pit ambayo watoto wanatumia. Yenzi chelusa anja wasichavira hale. I don't know, but this situation is not good. This is Korosiandet Primary School. Washimiwa ambao mko kwenye uongozi, tafadhali, hii shule iko kwenye hali mbaya, na inakuwa ya kwamba tukiangalia hivi tunaona ya kwamba hii hali haifurahishi. Haifurahishi kwa wanafunzi na pia walimu. Sasa kama mwanafunzi itakuwa anaenda kwa hii urinal kama hii, nadhani hapo kuna kukosekana ugonjwa hapa. Hapa lazima kuna ugonjwa na ni mbaya sana. So unaona hata shule yenyewe haina fence. There is no fence here. Sasa watoto sijui wakimaliza kusoma wanarukia tu hapo wanaenda nyumbani ama inakuwa kuaje. So sijui kama mko sawa, tunaweza tuanze na wanafunzi wawili mmoja. Okay. Na tunamtrain kwanza DSL. No, I will just ask the questions, then we will be able to answer. Hawa watu wamesoma hawa. Captain? Yeah. President ndio? Oh, you're not the president. Okay. Nyinyi wanafunzi, you spread yourself. Spread vizuri. Spread yourself. Sogeni mpaka huko juu huko. Mkae wengi sana ndio wajua kuna choo. I'm saying spread. Good evening, my name is Disabled. Yes. Are we okay? Yeah. Okay. Asante sana, karibu sana ndani ya Sema na Mwananchi. Tumetembea maeneo ya Korosiandet Primary School ambayo iko maeneo ya Sirisia constituency ambayo ni Lwandanyi ward. Na hapa tuko na wanafunzi ambao kwa zile choo ambazo nimeonyesha hawa ndo wanazitumia. So maybe tupate tu mmoja ambaye atatueleza hali halisi ya hii area. Hizi choo ni kweli ni hizi ambazo mnazitumia ama kuna choo zingine ambao mnakuwa mnazitumia? Ukweli ni hivi. Sasa kwa hizi choo mumezitumia kwa muda gani? Tumetumia hizi choo karibu miaka 4 hivi. Miaka 4? Yeah. Okay. Na sasa kwa hiyo miaka 4 ni changamoto zipi ambazo mmekuwa mkizipitia kama wanafunzi hapa kwa hii shule yenu? Changamoto ambazo tumekuwa tukipitia, tukienda hapa hivyo tunapata nyoka. Hata pengine sometimes kama tuko hapo ndani jirani anaweza katuona. Jirani? Yeah. Na haya maeneo mengine haya, sababu nimeona mengine pia hakuna mlango, na pia nimeona kuna mwingine hata alishindwa kuingia ndani, ikabidi amalizie haja yake pale nje.
Inakuwaje kama nyinyi haya malilio yenu mshamwambia mtu fulani aje wasaidie, ama imekuwa tu ni maybe mwalimu naye basi atawasaidie tusaidie kutueleza, sababu naona mvua pia imekuja, na tueleze hali halisi ya maeneo yenu na mbona kuko hivi, hatua zipi zimechukuliwa, ama pia nyinyi mmeridhika na hali ambayo iko hapa. Maybe ukianza na majina mwalimu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Sirengo Emmanuel. Yes. Kiona ya kwamba vyoo vyao au vyumba vyao vya haja ndogo au haja kubwa kulingana na idadi vile wako haitoshi. Unasema ya kwamba idadi na vyoo ambao viko sahihi havitoshi. Na kuna hatua zozote kama walimu mshawaifanya ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wenu wanakaa katika mazingira ambayo ni mazuri? Sisi kama walimu vile umeona maybe chenye tumejaribu ni kukuja na zile za kuweka matawi ya ndizi. Yeah. Proposals tumeandika zimeenda mpaka kwa ofisi ya mbunge, lakini mpaka saa hii hatujaona response yoyote. Yeah. So unasema ya kwamba proposals zimeandikwa na zimeenda kwa ofisi ya mbunge. Sasa mlivyoandika zile proposal, maybe kuna yeyote ambaye mmejaribu kutuma mjue kwa nini hazijashughulikiwa? Sababu unajua mara nyingi tunaambiwa maneno ya bajeti. Kuna yeyote ambaye mmejaribu kusukuma muone hii hali inatatuliwa? Kuna wale viongozi ambao wanasimamia kwa niaba ya mbunge katika maeneo haya. Lakini bila shaka huwa tunawaambia shida ripoti hailetwi. Hatujui shida iko wapi. Yes. Yeah. So maybe kwa kumalizia ndo tumpatie fursa mbunge naye mahali ambapo hapo, yes, asikie ya kwamba kuna malilio ya wanafunzi wa shule ya Korosiandet. Yes. Maybe ukitazama hiyo kamera unaweza mwambia nini huyo mbunge mahali ambapo ameketi? Mimi chenye naweza ambia mbunge kwamba a balance resources kwa constituency yake. Shule ya Korosiandet ni shule ambayo imejulikana na iko katika eneo lake. Kwa hivyo wakati anapeleka maendeleo kwingine aweze kutukumbuka pia. Kuna baadhi ya shule ambazo tukiingia huko unaona vitu kama vyoo wamejenga mpaka kwa gate. Lakini sisi hatuna hata moja. Hatuna choo ambayo hata imeandikwa maybe sponsored by the CDF. Hata vile umetembea around hapa hakuna benye imeandikwa yenye nasema CDF. Kwa hivyo tukuweko na jengo moja hata lenye limeandikwa CDF. Na hasa kwa saa hii tunaomba wajengee watoto wetu vyoo vya kutosha. Okay, umesema ya kwamba mnaomba wajengee watoto wenu vyoo. Na katika pita zangu nimeona pale nyuma ya kwamba maeneo ya pale nyuma inakuwa ya kwamba hakuna nafasi. Hivi vyoo mnataka mjengewe wapi maybe? Bila shaka kusema ukweli pia uwanja pia imekuwa ni shida. Nakumbuka kuna wakati tulipeana pia proposal ya kufanya expansion ya shule yetu, na wakatupromise kwamba waandike proposal iende kwa ofisi na bila shaka watashughulikia. Sasa hatujui upande wa expansion pia imefikia wapi. Hasa kusema ukweli maeneo penye tuko hapa saa hii kulingana na historia wanasema ya kwamba huu uwanja ni wa kanisa. Kwa hivyo iwapo kama tutapewa that favor na kanisa, bila shaka nafasi ya kujenga itakuwa. Lakini kama pia hatutapewa, ndio tunaomba pia watafute mambo na expansion, ofisi pia itusaidie, kama serikali tusaidie waweze kununulia shule shamba. Okay. I think kufikia hapo hatuna la ziada. Maybe kama kuna mwalimu mwenye ana la kuongezea. Yesu, kianza na majina mwalimu. Mimi naitwa Mwalimu Baraza. Ni mwalimu katika shule hii, shule ya sekondari awali hapa Korosiandet. Na yale ambayo yamesemwa na Bwana Sirengo ni ya ukweli. Hasa kabisa mimi niko kwenye zamu wiki hili. Nimepata wakati mgumu kwa sababu wanafunzi wanachukua muda mrefu sana kwenda haja zao. Ni kwa sababu hawana vyoo vya kutosha. Tunaomba ya kwamba tunaposhughulikiwa tuletewe vyoo vya kutosha. Manake hata matokeo yakitoka huo mnasema ya kwamba mnataka matokeo mazuri. Na matokeo mazuri na maanisha tuwe na muda wa kufunza hawa wanafunzi.
kama wanamaliza muda mwingi huku, tutafunza saa ngapi? Kwa hivyo mambo ni mengi. Infrastructure is one of the important factors that we need to look at when we are distributing our resources. So for us to get good performance, let us ensure all the schools in the constituency have got the ablution facilities, and even students have got the enough toilets for them to save time. Secondly, Mwalimu has spoken about the field. I teach creative art. Yes, when we come to the field, we don't have enough space where we can actually nurture our talents. And some of these students, they are rich in talents, but they don't have the field. Let that one be considered. Yes, that's all I can say. Okay, thank you Mwalimu. Na wanafunzi mnasemaje? Haya. Halo. Kwa majina naitwa Mwalimu nani? Kaemba. Na mimi lengo langu ni kukaribisha tu mwenye mwanahabari ametuambia ati hakuna pali tutajenga vyoo. Lakini tunaweza chimba choo shimo kubwa ikuwe kama ya sewage, tuna flash. Kuna nafasi pia kwa gate huko tunaweza jenga. Alafu tukiangalia mheshimiwa sija kuna upaguzi ama alienda tu kajengea kabureti. Na kabureti na hii koroshandeti ni kama ilianza mwaka moja. So tunaomba mheshimiwa, umetusahau ama umefanya aje jamani? So tunaomba tu sisi wote tunapenda mheshimiwa, si ndio? Kila mtu aseme mheshimiwa jamani. Magonjwa itatumaliza. Na sisi ni kura yako ya mwaka kesho. Tukumbuke kwa wiki mbili zijazo. Na pia uwanja jamani. Watoto ni 600. Uwanja hakuna. Na Sirisha Township peke yake ndio primary kuna gorofa na koroshandeti je? Tupatie gorofa pia. Asante sana.